Siku moja Sayyidina Jibril, kuna mtu mmoja anaitwa Lihyatu al-Qalbiya. Huyu ni mfalme ambaye alifanya mambo ya ajabu sana duniani. Lihyatu al-Qalbiya, Allah alimjalia ni mzuri wa sura, yani ni handsome alopitiliza, mzuri sana, na hii ni neema tu Allah humpa mtu. Kila kitu chake oda. Basi kwa ule uzuri aliokuwa nao, ile Maka ile, kila mwanamke anafitinika naye, yani mpaka wake za watu wanagombaniana, leo zamu yangu kulala na huyu bwana, na aliwamaliza hajaacha mtu. Na kisu chake kilikuwa kikali. Sasa yeye ni mzuri, alafu akaoa wanawake wazuri, alafu wakazaa watoto wazuri kuliko wazazi wao. Akazaa mabinti wa kike 70 wazuri kweli kweli, lakini alikuwa na wivu Lihyatu al-Qalbiya. Siku moja wale watoto wake wakaposwa. Ile kuposwa tu akawachinja wote wale watoto wake kwa ule wivu ule. Waolewe afu itakuwaje, bora nimalize mwenyewe. Sasa kwa sababu ana mapesa, ni mfalme, hana cha kufanywa, ila wakeze wakawa na simanzi kubwa sana, kawa wanyonge, wanalia tu. Sasa alivyoona jamii kama imemtenga na hakuna kumhukumu, ndo chanzo akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia watu, mimi wamenitenga, sasa nataka kusilimu, Mwenyezi Mungu atanipokea na wewe na Waislamu. Ndo ikaja kul ya ibadi alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah, imeshuka kwa ajili yake. Usikate tamaa kabisa, we kama unakuja Allah anakukimbilia. Sasa Sayyidina Jibril, miongoni mwa vituko vyake vya kheri ilikuwa kila akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anajifananiza na sura ya huyu bwana. Jibril anajifananiza mara nyingi. Zamani kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Taqiya, mzuri, manake mcha Mungu. Wazee wake walimuita tu mcha Mungu, lakini muhuni mmoja, anabaka wanawake hatari. Siku moja Sayyida Maryam, Allah asema fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya, tulimpelekea kijana handsome, na kijana mwenyewe alomfuata ni Sayyidina Jibril, alivaa sura ya Taqiya. Nabii Maryam kwa sababu anamjua Taqiya ufitani wake, akaambia a'udhu birrahmani minka in kunta kama ndo wewe yule Taqiya feki, nishakujua, nishakufahamu, sasa usilete balaa saa hizi. Akaambia hapana, mimi si mtu mbaya, mimi nimekuja kukupa mtoto tu ili saunizini. Ambia hapana, huyo mtoto unapataje? Ndo akazungumza yale maneno, kaifa yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam akubaghia. Kaongea zile lugha, sijashikwa na wanaume, sio tabia zangu, na mimi si mwanamke malaya kama wewe ulivyokuwa tabia zako. Akaambia hapana. Wasema pale Jibril alibadilika, akaambia Aisha, usiongee mengi, wewe niruhusu tumkushike kidogo tu, tumbo kidogo. Basi alivyomshika, kwa sababu Jibril ni roho, Jibril akishika hata hii maiki hapo hapo inapata uhai. Ndio maana yule Musa Samiri alivyotengeneza kile kindama, aliona ule mchanga ule ukanyagwa na Sayyidina Jibril, alivyouchukua kuutia mdomoni, kile kindama kikapata sauti, kwa sababu ni roho ile. Basi ndio maana Nabii Isa akazungumza mapema, roho imepatikana. Sasa huyu Lihyatu Qalbiya, siku moja, kwanza ni rafiki yake Rasulullah, Mtume akamuona Lihyatu Qalbiya amemjia mbele yake. Wakati amemjia mbele yake, ghafla akatokea Lihya mwingine kule. Kumbe ni Jibril huyu, hakuwa Lihyatu Qalbiya.
amevaa mwili wake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia na Jibril, unamwona yule bwana anapita pale? Basi mimi nikajua yeye ndio wewe. Ambia nimejibadilisha tu. Basi akaambia mimi yule nampenda kweli kweli, nampenda kweli kweli, na kama angekuja hapa akatusalimia ningemrejeshea mimi Jibril salamu yake. Kumbe alikuwa anajua huyu atakuja kusilimu. Pale pale Jibril akamwambia basi yule kijana atakuwa minasabirina, na yule atakuwa minasabirina. Katika masahaba, katika vita vya Hunain, hali ilikuwa mbaya, ilivuma Mtume kauawa, watu wote wakakimbia, wakabakia masahaba wachache wakisema fa in kana Muhammadin qad qutil, kama ameuawa kweli basi yeye Allah huwa hafi, faqatilu an dinikum, pambaneni. Wakasubiri, wale wamepata daraja wanaitwa minasabirina. Miongoni mwa wale ni huyu Lihiyatul Qalbiyya baada ya kusilimu.